Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, ndugu zangu wadau wa elimu ya nyota, tuendelee na masomo yetu ya kuhusiana na nyota. Leo tunataka tujifunze kitu kinachoitwa nguvu ya kiroho. Nguvu ya kiroho, yani uwezo wako wewe wa kiroho. Ni kitu muhimu sana hichi, uwezo wa kiroho au nguvu ya kiroho. Umeshawahi kujiuliza, ukilala unaota, unakwenda mazingira mbalimbali au unafanya mambo mbalimbali, tena mengine ambayo hata hukuyatarajia, na unaenda mazingira ambayo unatamani pengine ungebaki huko kwa sababu unayaona mazingira mazuri. Wakati mwingine unaota upo katika mazingira magumu, mazingira ya hofu, ya shida, changamoto. Sasa unawezaje kuunganisha nguvu hii ya kiroho na maisha halisi ambayo wewe unaishi, ili iweze kukusaidia nguvu ya kiroho? Kwa sababu ukishazungumza nguvu ya kiroho, cha kwanza kabisa tunaangalia uwezo wako wa ndoto, kwa sababu kwenye ndoto yale ni maisha. Wewe unaacha mwili wako, wewe kama wewe unaondoka, unafanya safari. Unaacha mwili wako, wewe unafanya safari. Hapa anakuelimisha kidogo, utofautishe kwamba kuletewa taarifa na wewe kuondoka kufanya safari. Ni wewe unanyanyuka, unaishi maisha mengine ya usiku. Sasa maisha hayo yana siri nyingi sana, lakini inategemea wewe umeandaa maisha hayo. Pengine una maadui wengi sana, na ndio maana usiku unaishi maisha ya vita. Yule roho wako wewe anapambana sasa. Hana uwezo wa kupambana mchana, ana uwezo wa kupambana usiku, kwa maana usiku una siri kubwa. Na kwa nini hawezi kupambana sana mchana? Kwa sababu mchana unajitegemea wewe na akili yako na nguvu zako. Unakuwa uko macho, unafanya vitu ambavyo ni physical. Utabeba hichi, utafanya hichi, utafanya hichi kwa kutumia mwili wa nyama. Sasa mchana yeye anapumzika, lakini mwalimu wake ni wewe. Yani wewe ndio unampeleka huko unakompeleka wewe. Kama unafanya mambo ya kihuni, basi na ndoto zako asilimia kubwa zitakuja za namna hiyo, kwa maana yule roho wako umemfundisha mambo ya kipumbavu, mambo ya kihuni. Kama unafanya mambo ya dini, basi na yule roho wako usiku atafanya shughuli hizo hizo, kwa sababu wewe umemzoesha hivyo hivyo. Kama wewe ni mshabiki wa mambo fulani ambayo sio mazuri, basi na usiku yule roho wako atafanya mambo hayo hayo. Wewe utasema nimeletewa taarifa na jini, sijui na malaika, sijui na nini. Hapana, anakuiga wewe unachokifanya. Sasa hapo ni sehemu muhimu sana. Yani usiku ni muhimu kuliko mchana. Mchana tunaweza kufanya vitu vyote tunavyoweza sisi. Tunaweza kufanya pakubwa sana. Lakini usiku tunaweza kufanya pakubwa zaidi kuliko mchana. Unaweza ukayafanya makubwa zaidi kiroho kuliko hayo unayofanya kwa mikono yako. Kabisa kabisa. Sasa nini cha kufanya? Kwanza chunga mambo mawili. Kabla ya kulala unafanya nini? Kabla ya kulala umeweka nini kwenye akili yako? Kabla ya kulala kichwani kwako kuna nini? Hicho ni kitu cha msingi sana. Kuna magomvi, kuna stresi, kuna mawazo, kuna matusi yamejaa kichwani. Umeweka nini kichwani? Kabla ya kulala, masaa machache kabla ya kulala, umeweka nini kichwani? Hicho cha kwanza. Cha pili, kabla ya kulala tumbo lako likoje? Limejaa sana, kwa maana limeshiba sana. Yani limeshiba ndindindi, au lipo kawaida? Likoje tumbo lako? Ni vitu vya msingi sana hivyo vya kuzingatia.
kabla hujalala, umeongea kitu gani masaa machache kabla ya kulala? Ikiwezekana ni masaa 3. Umeongea kitu gani? Umegombana na watu? Umetukanana na watu? Umeingia kulala na stressi? Epuka sana hivyo vitu. Epuka sana. Lakini pia epuka kulala tumbo lako likiwa limejaa chakula. Ule muda wa kulala, basi wewe umetoka kula muda mfupi tu unaingia kitandani unalala. Mara nyingi tunashauri uweze kula mapema, ikiwezekana masaa 3 4 kabla ya kulala. Na unapokula usiku, mara nyingi kama unataka nguvu ya kiroho, usipende kula kama unavyokula mchana, kwa maana usile vyakula vizito vya kushiba usiku. Usifanye hivyo. Kwa hivyo ni msingi sana kuzingatia hivyo. Cha 3 kingine cha nyongeza, unafanya nini baada ya kuamka? Achana na habari za kupiga mswaki, kunawa uso, sijui kuoga. Unafanya nini baada ya kuamka? Kabla hujafanya hayo, unatangulia kufanya nini? Ni kitu cha muhimu sana. Roho wetu anayetupeleka katika hizo safari tunazoenda usiku, inategemea na sisi tumemuonyesha nini mchana. Sisi tunaishi maisha gani mchana? Ni maisha ya vita sana, maisha ya matusi, maisha ya stressi, magomvi. Sasa roho wa namna hiyo hawezi kukuletea maendeleo hata kidogo. Hawezi kukuletea maendeleo. Sana sana atapitia maisha yale yale. Ndio utakuta unaota ndoto za kutisha, za ajabu ajabu. Saa nyingine hata hujarogwa, ila tu kwa sababu umelala na stress. Ila tu kwa sababu umelala umeshiba sana. Hilo ni tatizo. Tatizo, tena tatizo kubwa sana. Sasa na katika hizi dawa ambazo tunatumia kwa ajili ya kusafisha nyota yetu, tunaoga dawa, tunajifukiza dawa, tunafanya mambo yote ambayo tunaona kwamba haya ni kwa ajili ya kutusaidia sisi nyota zetu zing'ae. Tunasoma dua, tunafanya nini, lakini kama hukuzingatia haya mambo mawili, bado itakuwa mtihani. Ni kweli Mwenyezi Mungu ana uwezo wa kufanya lolote, lakini amekuwekea system katika mwili wako ambayo inajiendesha yenyewe, halafu wewe ndo kilanja. Sasa hiyo system unaipeleka vipi? Ndo kama hivyo, kabla hujalala wewe umekunywa sana kilevi au umetumia sana kilevi. Kabla hujalala umegombana sana na watu, umetukanana na watu. Kabla hujalala ulikuwa na stressi kali sana. Kabla hujalala ulikuwa umeshiba sana. Sasa unaweza ukaona unafanya dua zako, unafanya dawa zako, hazikusaidii. Yaani kama ilivyo dawa za hospitali, mara nyingi zinafanya kazi kwa kutegemea na kinga yako. Zinachokifanya zinakuja kushirikiana na mwili wako wewe. Zinashirikiana na kinga ya mwili wako ili kupambana na maradhi ama ugonjwa. Na ndio maana ni ngumu sana kuipa dawa maiti. Samahani nimetumia mfano mbaya, lakini huwezi kuipa dawa maiti kwa sababu pale kila kitu kimesha kufa. Lakini wewe ambaye mzima una system ambazo Mungu ameziweka. Kwa hivyo unavokunywa ile paracetamol au dawa yoyote ya hospitali, inaenda kusaidia ile mifumo ya mwili iweze kufanya kazi, iweze kupambana na maradhi, iweze kupambana na ugonjwa, hatimaye unapona. Sasa hivyo hivyo katika mambo ya kiroho, wewe unakoga dawa, unasoma hizo dua, sijui unachanjwa, sijui unachoma dawa. Je, nguvu yako ya kiroho ikoje? Hapa ndo mtihani. Nguvu yako ya kiroho ikoje? Umeshaiharibu sana. Na kuiharibu sio mara zote kulogwa. Staili ya maisha inaweza ikawa sababu ya wewe kupata mikosi au sababu ya wewe kuharibu nguvu yako ya kiroho. Unakuwa shabiki sana wa vitu vya hovyo. Unakuwa shabiki sana wa tabia mbaya, ulevi,
ngono za hovyo, ugomvi, matusi, sijui vitu hivyo kwa asilimia kubwa sana vinashusha nguvu yako ya kiroho sana. Na tena hasa unapokaribia kulala, chunga sana huo muda. Usipende gombana na mtu, usipende kuwa na stressi, usipende kushiba sana. Lakini kwa ujumla, epuka vitu vibaya katika maisha yako ya mchana. Ndio utakuwa kiranja mzuri wa yule roho wako. Yaani kiranja mzuri wa wewe, kwa sababu usiku unaacha mwili, inazunguka ile roho yako. Sasa itakwenda katika jamii gani? Itakwenda katika jamii zinazofanana hivyo hivyo, kwamba wote tunalala. Kuna wakorofi, kuna wazinzi, kuna watu gani, hivyo hivyo. Sasa zile roho zinanyanyuka. Kwa maana kwamba usiku tunaamka kiroho, ndio maana tunaota. Kwa hivyo tutakutana mkorofi huyu na mkorofi yule, mlevi huyu na mlevi yule, mzinifu huyu na mzinifu yule. Mlichokifanya mchana ndicho ambacho kina reflect usiku, kinaongoza ule usiku. Ndio maana unashauriwa, hata dini zinashauri tuache maasi, tuache mambo mabaya, tufate mambo mazuri. Utakuwa unamfundisha yule roho wako kitu kizuri. Na ndio maana ukiwakuta watu ambao wanaota ndoto za ajabu, za kutisha, wewe tizama maisha yao. Yaani style ya maisha wanayoishi. Tizama matendo yao. Utawakuta kwa asilimia kubwa kuna vitu wanafanya ambavyo ni vya hovyo, havina maana yoyote. Na usiku wanapata ndoto za ajabu. Sasa kwa bahati mbaya sana, wengi tumezoea kwamba nikiota ndoto mbaya basi moja kwa moja nimelogwa. Na wakati mwingine ile ndoto inakuletea picha ya mtu fulani, pengine ni ndugu yako, sijui babu yako, sijui bibi yako, pengine ni jirani. Sasa wewe ukishaona vile unajua kabisa huyu ananiloga. Hapana, wewe mchana unaishi vibaya na watu. Unagombana na watu. Unafanya vurugu na watu. Unafanya matendo maovu. Sasa hicho ndo kita reflect usiku. Zitakuja picha aina mbalimbali sana tu. Sasa kwa wewe, kwa uwezo wa kibinadamu kuweza kuzingamua au kuzigundua, moja kwa moja unaenda wazi kwamba huyu atakuwa ni fulani ananiloga kwa sababu nimemuona. Fulani ananiibia kwa sababu nimemuona kwenye ndoto. Lakini sababu kubwa ni wewe unaishije mchana. Mchana unaishi vipi? Unakaribisha vitu gani? Usipende kukaribisha mambo yasiyokuwa na msingi katika maisha yako mchana. Ushabiki wa mambo ambayo hayana maana, mambo ambayo mwisho wa siku hayana faida kwako, mambo ambayo yanakuharibia, basi yaepuke sana. Lakini pia epuka kula ukashiba sana usiku. Epuka sana hilo, kushiba sana usiku, hasa vyakula vigumu kumeng'enywa katika tumbo. Pendelea kula vyakula vyepesi kumeng'enywa katika tumbo. Lakini kula mapema kabla ya kulala. Hichi ni kitu muhimu sana. Unaweza ukakiona ni cha kawaida, lakini ndio kinasababisha watu wengi leo hii wanakoga dawa hazifanyi kazi. Wanachoma dawa hazifanyi kazi. Kwa sababu zile dawa tunazozitekeleza au dua pia zinategemea na nguvu yako ya kiroho iko vipi. Umeweka kitu gani kwenye nguvu yako ya kiroho? Kwa badilisha aina ya maisha ambayo unaishi. Kama ni maisha ambayo yamejaa vituko, yamejaa stressi, yamejaa mambo ya hovyo, jaribu kuepukana nayo. Epuka watu ambao unaona kabisa hawa wataniharibu akili yangu, au watu ambao wataniletea mawazo, wataniletea stressi, jaribu kuepuka. Epuka ugomvi, hasa masaa yanayokaribia muda wa kulala. Jaribu kupuuza kila kitu, weka pembeni, unajua kabisa hapa naenda kulala. Sasa hapo unatakiwa ufanye hivyo. Lakini kitu cha muhimu pia, kuna namna ya kukusaidia wewe ambaye sasa tayari umeshajikuta unaota ndoto za hovyo. Ukijiona tu unaota ndoto za hovyo,
Yaani ujue kabisa wewe hata ukioga dawa haifanyi kazi. Hata uchanjwe hakuna kitakachofanya kazi. Hata ufanyoje hakuna kitakachofanya kazi, kwa sababu nguvu yako wewe imeshaharibika ya kiroho. Umeinstall vitu ambavyo havifai. Kwa sasa ile dawa ikija pale, wewe tizama, kila siku unaishi maisha ya kugombana na watu. Dawa hizo umezioga siku 7 tu, lakini maisha haya umeyaishi muda mrefu. Sasa hichi kisehemu kidogo cha siku 7 unachokiingiza pale hakiwezi kuwa na nguvu kubwa, kwa sababu wewe umeishi kwa muda mrefu kwa matukio mabaya mabaya. Sasa yale ndio yametawala. Sasa kuna namna ya kukusaidia wewe ambaye unajikuta unaota ndoto za ajabu usiku ama hauoti kabisa. Pia inawezekana unaota lakini unasahau, au unaota unakumbuka nusu nusu, sio ndoto kamili. Hilo ni tatizo. Kuota na kukumbuka nusu nusu, hilo ni tatizo. Kuto kuota kabisa, hilo ni tatizo. Kuisahau pengine ndoto nzima, hiyo ni tatizo pia. Lazima kuwe na balance, kwamba mwili wako unapopumzika kuna kitu kinanyanyuka kwenye mwili wako, kwa maana ya wewe sasa utapitia maisha fulani ambayo yanafanania na yale maisha ambayo wewe unayapitia mchana, au kile unachokiwaza. Maana sio mara zote kwamba unachokiota usiku basi umekiona mchana. Wakati mwingine unachokiwaza kwenye akili yako. Ndio maana tunasema usilale na stress, usilale na mawazo. Jaribu kwa uwezo wako wote kuondoa hizo stress, mawazo, jaribu kuondoa. Pengine umetoka kazini, umegombana na mtu, achana nayo. Kuna vitu ambavyo vinatokea duniani kwa sababu tupo nyota aina mbalimbali. Lazima uvikubali, ila unapofika sasa muda wa wewe kulala, vyote viache chini. Unapopanda kitandani, vyote acha chini. Sasa kwa wewe ambaye ushakutana na changamoto kama hiyo, ndoto hazikai vizuri, ama unaota ndoto za kutisha, ama unaota ndoto fulani ambazo wewe una malengo mazuri, unawaza vizuri mchana ufike mahala fulani, sasa inaishia kuja kwenye ndoto tu, lakini haufiki katika malengo yako, ujue kuna sehemu ya maisha pia unawaza vibaya. Yaani unawaza vizuri, una malengo mazuri, lakini kuna muda unawaza vibaya, yani unawaza kushindwa. Ndio maana unaona kwenye ndoto unatamanishwa, yani unaishia kutamanishwa. Mazingira fulani mazuri, uko na maisha mazuri, uko sehemu nzuri, yani unaona kabisa maisha yako ni kama yamefanikiwa. Lakini huyapati sasa. Hizo fursa haziji. Haziji. Basi ujue kuna sehemu ambayo wewe unawaza mawazo mabaya ya kujishusha, au unafanya matendo mabaya ya kujishusha, au matendo mabaya ya kujaribia. Kwa mfano, unawaza kufanikiwa. Kila siku unawaza kufanikiwa. Mipango yako yote unawaza ifanikiwe, unawaza uwe na maisha mazuri, unawaza uwe na mambo mazuri. Lakini unafanya sana zinaa mchana, au maisha yako yamejaa na zinaa kabla ya kulala. Ndio hicho ninachokisema. Kabla ya kulala umeendekeza sana zinaa. Lakini mchana unawaza sana ufanikiwe. Sasa zile ndoto zitakuletea kile unachokiwaza, na utaona kweli umefika mazingira fulani, ila kuja katika uhalisia hakitakuja, kwa sababu kuna mzigo mwingine huko umeuzidisha wa zinaa ama ulevi. Ulevi wa aina yoyote, yani chochote kile ambacho unajua hichi ni ulevi, kinaondoa akili, sio kitu kizuri. Umekithirisha matendo mabaya. Sawa, unawaza ufanikiwe, lakini umekithirisha matendo mabaya. Kwa hivyo utaishia kutamanishiwa kwenye ndoto. Utaviona kwenye ndoto, lakini haviwezi kuja.
haviwezi kuja kabisa. Sasa kwa wewe ambaye umefikia hatua hiyo na unataka unasuke katika hatua hiyo, ipo njia nzuri sana tena sana, na kukaribisha ofisini ili tuweze kukusaidia. Ni njia nzuri sana ambayo utatumia dawa hiyo na zoezi hilo, manake ni dawa pamoja na zoezi, wala sio zoezi gumu. Ni dawa pamoja na zoezi, kwa sababu dawa ifanye kazi na kuifundisha akili yako, yani kuipa akili yako muamko fulani, ambao dawa hiyo utaitumia kwa muda wa siku 7 au siku 8. Na hii inaendana na kila nyota na aina yake ya dawa. Sasa siwezi nikaorozesha dawa zote hapa kwa sababu nyota zipo 12. Kwa hivyo kwa wewe mwenye shida, karibu ofisini, wasiliana na mimi, namba zangu ziko hapo ili tujue namna ya kukusaidia. Kwanza lazima nitambue nyota yako. Alafu ndo nijue, kwa sababu hata katika mlolongo wa nyota 12 iko milango maalum inayohusiana na hisia. Upo mlango unaohusiana na hisia na upo mlango unaohusiana na ndoto. Hii ni milango muhimu sana. Mlango wa nyota yako, mlango wa 4 kutoka nyota yako wewe, mlango wa 4 na mlango wa 9. Hii ni milango muhimu sana. Hisia zako na ndoto zako ni vitu viwili muhimu sana. Unawaza nini? Unafikiria nini katika maisha yako yote ya mchana? Ni muhimu sana. Sasa kwa wewe ambaye umeshafikia hatua kama hiyo, na pengine umeenda kwa waganga, umesomewa dua, umetumia dawa mbalimbali, unaona mambo bado hayafunguki, basi karibu sana ofisini, wasiliana na sisi, namba ziko hapo, tuweze kwanza kujua nyota yako, alafu tuweze kukusaidia. Ni kitu muhimu sana sana, na sio tu kwa wale ambao wameshatumia dawa. Kama utaweza kusaidiwa kwa namna hii, basi huhitaji kutumia dawa. Ni kitu kikubwa na ni kitu muhimu sana sana. Sisi tunaamini katika tiba za mazingara au tiba za kinyota. Tunaamini cha kwanza, roho wako awe na nguvu. Huyo ambaye anazunguka usiku, huyo anayekuonyesha picha fulani, anayekupeleka mahala fulani, cha kwanza awe na nguvu. Hicho ndio kitu cha kwanza, awe na nguvu. Sasa kuwa na nguvu maana yake nini? Ni kuweza kuondoa yale mambo yote mabaya. Yawezekana wewe kwa mujibu wa nyota yako, ndoa zinatawala sana kwenye hisia zako. Yaani ndoa zinakusumbua. Mawazo yako yote makubwa ni kuhusiana na ndoa, zinakusumbua. Yaani mgogoro kidogo tu ndani ya ndoa, wewe unachanganyikiwa siku nzima. Sasa ndo maana anasema kuna umuhimu sana wa kufahamu nyota yako wewe unapowasiliana na sisi, ili na sisi tujue namna ya kukusaidia. Wewe fikiria tu, kama ukiishi kwa muda wote unawaza yale magomvi ambayo umegombana na mumeo au mkeo, unafikiri kuna nafasi ya kufanikiwa hayo mengine unayoyawaza ambayo ni mazuri? Nafasi inakuwa ni ndogo sana, hata uoge dawa. Kwa nini? Kwa sababu yule roho wako tayari umemshamlisha maugomvi, makelele, manini, umemlisha vitu vingi sana ambavyo ni vibaya. Na yeye usiku ndicho atakachokifanya hicho hicho. Sasa yule roho ni muhimu sana, ni muhimu sana sana sana. Yaani usikubali roho wako kuchafuliwa ovyo kwa stress, sijui kwa makelele, kwa ugomvi. Usikubali hata kidogo. Ni hatari sana sana. Utapewa dawa nzuri, utakoga, haitafanya kazi. Sasa ikitokea una shida hiyo na umejiona umefikia hapo, basi karibu sana ofisini au wasiliana na sisi, tujue namna ya kusaidia. Kwanza tujue nyota yako. Tushajua nyota yako, basi itakuwa rahisi kwetu kuweza kukusaidia wewe, pamoja na dawa ambayo tutakupatia na hayo maelezo ambayo tutakupatia ambayo utatekeleza kwa muda fulani. Utajikuta taratibu yule roho wako sasa, kwa maana ya ndoto yako, ndoto zako wewe zinakwenda kule ambako wewe unataka ukiwa mchana.
na kunatokea, kwa sababu yule yupo katikati kuwasiliana na nguvu fulani ya Mwenyezi Mungu ili kukuletea wewe, kukudhihirishia wewe ile nguvu. Wengine wanaita manifestation. Kumanifest vitu fulani. Ndio maana wengine wanasema meditation, kila mtu anafanya meditation kila siku. Kwa sababu kama unalala unapata usingizi, hiyo ni meditation. Ila tofauti yake ni kwamba tu haukuintend, yani haukudhamiria kufanya meditation hiyo, kwamba tumechukulia kwamba ni kulala tu, ni mazoea. Lakini kulala, usingizi ni meditation. Maana meditation ni kwamba mwili wako unakuwa haufanyi mawasiliano mengine. Ile roho yako sasa ndio inanyanyuka kuweza kuwasiliana na ulimwengu au na nguvu ya siri iliyopo katika ulimwengu ambayo Mwenyezi Mungu kaiweka. Sasa usingizi ama kulala ni meditation. Na kifo ni meditation ya jumla. Yaani meditation ya moja kwa moja kwamba hautarudi tena huko. Na ndio maana ukifa unabaki roho, una experience maisha fulani ambayo ni katika roho sasa. Kwa hivyo ikiwa una changamoto hizo, basi karibu sana ofisini. Kwanza tujue nyota yako, alafu tujue namna ya kukusaidia. Na ipo dawa maalum ya kuweza kuwasaidia watu. Kama umejiona wewe kwa peke yako, kwanza jaribu, ondoa mawazo, ondoa stress, wewe kama wewe. Hiyo ni tiba ya kwanza. Ukiona umeiweza, basi utajiona unafika mahali pazuri. Acha matendo ya hovyo. Lakini ukiona inashindikana wewe kama wewe kuondoa stress, kuondoa makelele ambayo yapo kichwani kwako, basi karibu sana ofisini. Ipo dawa na zoezi maalum ambalo utaambiwa ulitekeleze kwa muda wa siku 7, basi inshallah mambo yako yatafunguka. Kama ulikoga dawa ulifanyaje, sisemi kwamba utakuwa tajiri. Kuwa tajiri inategemea na nyota yako wewe hapo. Inategemea na nyota yako wewe mwenyewe. Kwa cha kwanza ni kufungua njia au kumfungua huyo roho wako. Aache kufuatilia mambo ya kipumbavu, aache kukuconnect wewe na vitu vya hovyo. Akuconnect na vitu ambavyo ni vizuri. Adhihirishe au amanifesti vitu ambavyo ni vizuri, ambavyo wewe unavitaka. Basi iko dawa na zoezi maalum ambalo ukipewa dawa hiyo utatekeleza na zoezi hilo ili kuweka hali hiyo iwe vizuri. Basi inshallah ndugu zangu, ni kitu muhimu sana swala la kutambua uwezo wako wa kiroho. Ni kitu muhimu sana 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 sana. Tusipuuze, jaribu kufanya mwenyewe. Epuka stressi, epuka magomvi, epuka vitu vya ovyo, epuka kutumia kilevi unapoenda kulala. Sasa hapa nisije nikasema, usije ukasema kwamba anakataza pombe. Mimi nakataza unapoenda kulala uwe na akili yako timamu. Stressi zisiwepo kichwani. Sijui magomvi, sijui nini, kusio na magomvi kichwani. Hata kama kuna mtu amekuuzi, ikifika muda wa kulala, hebu mpuuze. Mpuuze kwanza, ruhusu nafasi ya usingizi. Kama utabeba hasira kesho, sawa, lakini wewe kwa muda huo hebu mpuuze kwa ajili ya afya yako wewe ya kiroho. Mpuuze. Itakusaidia. Basi ndugu zangu, tutaendelea kupeana masomo zaidi. Kwa hiyo kwa wale ambao wana shida hiyo, karibuni sana ofisini. Tuwasiliane na tujue namna ya kusaidiana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.